Rais wa Marekani Donald Trump anazingatia operesheni ya kijeshi ya kuondoa karibu paundi 1000 za uranium kutoka nchini Iran, lakini operesheni hii inadaiwa kwamba ni operesheni ngumu mno. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Wall Street Journal ambalo limeripoti siku ya Jumapili likiwanukuu maafisa wa Marekani. Wakati uamuzi huo bado haujafanywa, Trump bado yuko wazi kwa wazo hilo, maafisa wa Amerika waliambia Wall Street Journal. Lakini anazingatia hatari operesheni kama hiyo inaweza kuwasababishia matatizo wanajeshi wa Marekani. Kwa mujibu wa Wall Street Journal, Trump na baadhi ya washirika wake wamekubaliana kwa faragha kwamba itawezekana kukamata uranium kote katika operesheni inayolengwa na kwamba operesheni hiyo haitaongeza kwa kiasi kikubwa muda wa vita. Walakini maafisa na wataalamu wengi wa zamani wa jeshi la Marekani wameonya kwamba operesheni yoyote ya uchimbaji wa urani itabidi iwe ngumu sana na ingebeba hatari kubwa. Katika mahojiano na CBS mapema mwezi huu, mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Gross alionyesha shaka kuhusu uwezekano wa operesheni hiyo kutokana na hali ilivyo nchini Iran. Uranium huhifadhiwa katika hali ya gesi ndani ya mitungi ambayo ni vigumu sana kushughulikia na kusafisha, kulingana na Gross. Richard Nephew, msomi mwandamizi wa utafiti katika chuo kikuu cha Columbia na mpatanishi wa zamani wa nyuklia wa Iran, aliambia WSJ kwamba ili kusafirisha mitungi hiyo kwa usalama itahitajika kuwekwa kwenye masanduku ya usafiri na inaweza kujaza malori kadhaa. Zaidi ya hayo, mitungi ya kudanganya, mitego ya mabomu na migodi inaweza kusababisha hatari zaidi kwa wahandisi wanaochimba urani. Wahandisi pia wangehitaji vifaa maalum ambavyo vyote vingehitaji kuingizwa ndani ikiwezekana, na kisha viunzi vitahitajika kuanzishwa kuzunguka katika eneo la nyuklia na uwanja wa ndege kwa muda kuanzishwa, WSJ iliandika. Trump aliwaambia washauri wake kuitaka Iran ikubali kusalimisha uranium kwa uhuru. WSJ ilimnukuu mtu anayefahamu msimamo huo wa Trump akisema, Marekani imekuwa ikifanya mazungumzo ya Iran kupitia wapatanishi katika wiki moja iliyopita, na Trump amekuwa wazi kwamba azimio lolote la mzozo huo lazima limalizike bila uwezekano wa Iran kupata silaha za nyuklia. Marekani iliwaambia kuchimba uranium iliyorutubishwa kutoka mataifa ya kigeni hapo awali. Mnamo mwaka 1994 Marekani ilitekeleza mradi wa Sapphire ambapo uranium ilihamishwa kutoka Kazakhstan mnamo mwaka 1998, na Amerika na Uingereza zilishirikiana katika operesheni ya kuondoa uranium iliyorutubishwa sana kutoka katika kinu cha karibu na mji mkuu wa Georgia na kuisafirisha hadi eneo la nyuklia huko Scotland. Shughuli zote mbili zilifanyika kama uhamisho wa amani. Lakini wakati huu rais huyo wa Marekani anataka kutumia nguvu kubwa kwa ajili ya kuhamisha uranium nchini Iran. Hata hivyo, waziri wa ulinzi ama waziri wa vita Pete Hegseth anasema tuna chaguzi nyingi za kufanya. Waziri huyo wa ulinzi wa Marekani Bwana Pete Hegseth alipoulizwa kuhusu mipango ya Marekani kuhusu uranium, alisema kuwa Marekani ilikuwa na chaguo mbalimbali hadi na ikiwa ni pamoja na Iran kuamua kwamba itaiacha, ambayo bila shaka tutakaribisha. Singewahi kamwe kuambia kundi hili au ulimwengu kile ambacho tuko tayari kufanya au ni umbali gani tuko tayari kwenda, lakini tuna chaguzi kwa hakika, Hegseth alisema. Trump pia alionekana kukubaliana na chaguzi hizi ambapo aliwashauri wafuasi wake katika mitandao ya kijamii, hasa katika mtandao wake maarufu wa Truth Social, kutazama kipindi cha Fox News cha Mark Levin, ambapo Levin alitetea kwamba Trump anapaswa kupewa hiyo uranium. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.